Leo tumekuwa hapa katika hii ukumbi ya Thingira ya Naivasha, pali wazee hukutana Naivasha yote na Kenya mzima pia. Tumekuwa hapa tukiongea na tukisikizana kwa sababu tulikuwa na wakati na tulikuwa tumepeana wakati watu waende wakaombe, watu wakaende wakachunguze mambo ili tujue, kwa sababu vijana wetu watatahiri mwaka huu. Na sisi tulikuwa tu hapa hata mwaka jana kusema hatutafika kutahirisha vijana mwaka jana kwa sababu kulikuwa na shida hapa na pale. Tukasema tutaenda kuomba, kuchunguza na kujua jina lile tutapatia vijana wetu ambao watatahiri mwaka huu ni jina gani, ambalo miaka 14 kanisa itakani kuwa sasa inatahirisha vijana. Shida ni nini? Wale vijana tunatahirisha sisi ni Wakikuyu. Tunaongea juu ya tohara ya vijana wa Kikuyu. Kanisa inachanganya watu wote. Inachanganya watu wa kabila mbalimbali. Kwa hivyo labda ile jambo tungetaka kuambia vijana wetu wa Kikuyu, mambo ya kupeana heshima, mambo ya kuwa na discipline, mambo ya kujiepusha na madawa na nini, labda kanisa itafika pale. Kwa sababu wale pia wazee wanachukua kisu wanatahirisha vijana. Tuna madaktari wale tunasema tunataka madaktari fulani wa Kikuyu. Alafu hao wazee hata wakiwa wazee namna hiyo wanakaa na hao vijana, wanawapatia mawaidha, kwa sababu ni vigumu sana mzee kupoteza kijana. Kwa hivyo kanisa kidogo inafanya labda kwa biashara, inafanya inatahirisha labda kwa misingi ya kudharau wazee, lakini kazi ya kutahirisha vijana, kazi ya kupatia vijana mawaidha kutoka zamani, kutoka enzi za mababu zetu, ilikuwa ni mambo ya wazee. Kanisa, wakati kanisa inachukua kutahirisha vijana wetu, vijana wanatahiri leo, kesho wanaletewa wasichana ama wamama wanakuja kuwapatia mawaidha mahali wamewekwa huko. Katika itikadi na mila zetu za Wakikuyu, kijana akitahiri hakuna pahali anatakana kuonana na msichana hata kwa macho. Sasa wale wanakuja hata kama ni mapasta wasichana, wamama kuja kuatia najisi. Hiyo ni kuatia najisi vijana wetu. Sisi hatuongeagi juu ya tohara ya wasichana, tunaongea juu ya tohara ya vijana. Alafu kanisa inawachukua, baada ya siku mbili wanawekwa kwa hall, wanaanza kupewa mawaidha na wasichana ambao hawajatahiri. Alafu huyo mtoto anaangalia msichana, anaangalia mama na ametahiri, unamtia najisi katika mafikira zake, anasahau hata ile mambo amefanya. Wamama waondoke kwa tohara ya vijana, hata hawa kanisani, hata mapasta hawa wamama waondoke. Na kama tena hao mapasta pia wajatahiri, ni waachane na hiyo tohara ya vijana na waache kazi ya kutahirisha. Tuko na capacity ya kutahirisha vijana wetu wote Kenya mzima wa Kikuyu.